utashindwa kufanya hivi. Kesho utafanya hivi. Kwa sababu hapa kuna watu wengine wananyimwa haki gani ya kucheza. Kivipi yani? Kwa sababu mfumo unasema kwamba tucheze timu 4, kwamba wa kwanza, wa pili, kwa maana mshindi wa nani wa FA na mshindi wa ligi, alafu wa 3 na wa 4. What if kama mtu angekuwa bingwa ngao? Angekuwa bingwa ngao? Kama mfumo ungekuwa hivyo. Kwa hiyo sasa bora tungekuwa tunajua sisi mfumo wetu sisi ni kama kawaida. Tunapigwa timu 2 kwa bingwa wa ligi, bingwa wa FA kwa maana ya kombe la shirikisho, ama mshindi wa kwanza na mshindi wa pili wa ligi. Ngoma ipigwe, maisha mengine yaendelee, kuliko leo watu wanatuangalia tunacheza tuna timu 4, kesho tunaangalia tunacheza tuna timu 2. Bwana, hatuwezi kuwa na hivyo. Unakuwa ni kama kuna shida kiivo. Kwa sababu yani still hata ukisema kwa kile ambacho umekizungumza, kwamba kuna namna watu wananyimwa haki zao, hata wakati ambapo wanaanzisha huo mfumo, nafikiri ndio kitu ambacho walikuwa wamekifikiria kwamba tukiweka timu 4 huenda tukapata bingwa mwingine mpya wa ngao ya jamii, sio kutokana na ufinyu wa ratiba. Nafikiri tumecheza msimu uliopita na hiyo ya timu 4 nafikiri imechezwa mara moja. Ndio hivyo. Kwa maana yake huo msimu juzi tulicheza hivyo kwa sababu ratiba ilikuwa free, lakini msimu uliopita kulikuwa na hiyo CHAN, kwa ratiba zikawa mkanganyiko, na ndio maana ikawa hivyo. Lakini msimu huu pia hata ratiba kuharakishwa ni kutokana na ratiba ya msimu ujao itakavyo. Kuna dunia ipi leo wanafanya hivi, kesho wanafanya hivi. Tanzania. Hivyo vitu vinafanyika kaka. Tanzania. Watu kuflex. Watu wana flex tu, wananata na beat. Unajua kuna kitu kimoja. Kwani sisi tunafanya kwa sababu fulani anafanya? Shida ni kwenye kanuni. Kuna kitu kimoja fungameza, tusichanganye na mambo. Unajua hivi vitu sasa hivi tulipo huku tumeshavuka kutoka kwenye ile analog, sasa hivi tuko kwenye digitali. Kwa maana tuko kwenye modern football ambao sana mara nyingi inakuwa ni biashara. Kuna wakati kuna sababu za kibiashara zinaweza zikabadilisha watu wakabadilika, kwa maana kunata na beat. Kuna wakati mwingine sometimes kutafuta interest kwa watu wengi, public interest, kitu ambacho wanakitafuta. Kuna wakati watu wanataka ku-create vitu vipya, kwa maana kwamba huwezi create kitu kipya bila kujaribu project zako. Tunakubali kwamba ile ilikuwa ni system mpya ambayo ilikuwa pengine mawazo ya waliokuwa wamekaa na kuona kwamba inapaswa kuwa vile. Pengine ilikuwa ni kuona kwamba labda tunaweza tukapata bingwa mpya ngao ya jamii. Pengine ilikuwa ni kutafuta ladha, kwa sababu pia kuna baadhi ya vilabu pengine vingekosa michuano ile mashindano yangekosa ladha. Lakini pia katika ile pengine sababu za kibiashara, unaweza ukakuta labda kuwepo kwa mechi nyingi kungeanza kuingiza mapato kwa mapema zaidi katika mwanzo wa ligi. Hatujui target ya TFF ilikuwa ni kitu gani. Lakini sababu za hii misimu miwili kuto kuchezwa kwa ngao ya jamii kwa kushiriki timu 4 zilikuwa wazi. Kwamba CHAN ilikuwa ni kikwazo, kwa maana ratiba ilikuwa finyu, na kuna baadhi ya vilabu pia vilianza kulalamika kuona kwamba mashindano yanakuwa ni mengi na wachezaji wao wanakuwa wanaumia mara kadhaa. Na tunatoka hapo pia tunakuja msimu huu pia ratiba pia ndio imefanya hivyo. Kuna baadhi ya vilabu vimeshajiondoa kwenye ligi nyingine kama ilivyokuwa msimu mwingine uliomalizika. Kwa maana kuna baadhi ya mashindano vilabu vilijiondoa kwa sababu ya nini? Ya ratiba kuwa finyu. Kwa maana hata msimu huu pia ni ratiba kuwa finyu. Nadhani kwamba gap lingekuepo la kutosha, sidhani kama wangeweza kuacha, au labda kuna namna yale mashindano yalienda wakaona kwamba disadvantages zilizopo ni nyingi tukitumia timu 4 kuliko zile advantage ambazo tumekuwa tukizitaka. Kwa maana kwamba kama ilikuwa ni testing project, walifanikiwa kutest na mwisho wa siku walichokitarajia walikiachieve. Lakini mwisho wa siku wamepima pia, wameona kwamba okay, mzani wa kutumia timu 4 nadhani kwamba inaweza ikawa costful kuliko hata tukitumia timu 2 tu. Pengine hii project tuachane na kule tucheze na hapa tulipo. Kwa hiyo mimi sioni kama kuna shida, lakini kwa sababu ni issue ya kimtazamo, kila mtu kuna namna ambavyo anatazama majambo. Hata maoni ya kila mtu yanaheshimiwa na kila mtu anatunziwa tu kile ambacho anakiamini.
Kile iko ambacho nakizungumza, mi nafikiri ndio hivyo hasa lengo la kuanzisha hivyo, kuona kila siku tu bingwa wa ngao ya jamii Simba Yanga, kwa sababu mara nyingi imekuwa hivyo, anayechukua kama kanuni inatumika kwamba anacheza bingwa wa FA na bingwa wa ligi kuu. Ilitokea hapa Yanga ndo alikuwa anashinda mataji yote mawili. Manake sasa kuna muda mwingine sasa ndo wanazungumza kwamba hivyo anacheza aliochukua ubingwa na nafasi ya pili. Ubingwa na nafasi ya pili. Pengine ndo maana mawazo hayo yakaja kwamba inabidi tuchukue timu 4 wapambane kama ligi fulani hivi kuitafuta fainali, na ndio maana wakaleta huo mfumo. Mimi nawaelewa kwenye tu hilo swala la ratiba. Kwani fungameza kwani fungameza huo mfumo ambao ulikuwa umeanzishwa, wewe ulikuwa umeuelewa au haukuelewa? Mimi niliuelewa. Shida kubwa mimi waga napenda kuona consistency. Tumeelewana? Huwa napenda kuona consistency kwa maana kitu kinafanyika, na binafsi nadhani kilikuwa na faida nyingi kuliko hasara. Sababu kubwa ambayo nilikuwa naangalia issue nzima ya mapato, kwa sababu ikumbukwe hii ngao ya jamii mara nyingi ni hisani ambayo inarudishwa katika jamii. Kwa hiyo mnapokuwa na michezo zaidi ya moja, still kuna kipato kikubwa ambacho huwa kinaingia zaidi ya mchezo mmoja peke yake. Kwa maana kuna michezo miwili ya nusu finali, alafu kuna mchezo mmoja wa mshindi wa 3, alafu kuna mchezo mmoja wa mshindi wa 4, kama michezo 4 inachezwa. Ni tofauti na mchezo mmoja. Kwa hiyo kipato ambacho kinakusanywa kwenye mechi 4 ni tofauti na kipato ambacho kinakusanywa katika mechi moja. Mimi sio kama nazungumza kwa sababu mfumo labda mbaya ama mzuri. Nitazungumza kwa sababu ya kukosa consistency. Yani leo tunafanya hiki, kesho tunafanya hiki. Leo tunafanya hiki, yani ni like